Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Hapa nazungumzia kasi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya kile kilichoweza kutokea Machi 8 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambao pengine watu wanasema kwamba mchezo huu ndio utakwenda kutoa hatma ya kile ambacho kinachosubiriwa, ambao ni ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao wamezidi kubakiza mechi chache tu, ambapo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia tamko lolote juu ya kile ambacho kimeweza kujili huko katika mahakama ya usuluhishi CAS, kwani mara baada ya majibu kutoka kule ndio itajulikana dabi ya Kariakoo kwamba itachezwa ama haitochezwa. Mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kujili kwa siku ya leo huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo CAS nchini Uswizi, wakiwa wanajadiliana juu ya sakata la dabi ya Kariakoo, ambako klabu ya Simba, TPLB pamoja na TFF wanashtakiwa na klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho kilichoweza kutokea mpaka mchezo huo kushindwa kuweza kuchezwa, huku madai ya Young Africans ni alama 3 na magoli 3. Vipi wamefanikiwa? Nimekusogeza taarifa kamili, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili tuendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Kufanya hivyo kwani kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwenye kikosi cha wananchi Young Africans juu ya yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, wananchi Young Africans ambao kwa sasa wamebakiza takriban hapa unazungumzia michezo ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo kwa sasa Young Africans kisiki kizito kilikuwa ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Azam, ambapo ulionekana ndio mchezo mgumu, lakini Young Africans walishinda mchezo huo. Sasa michezo ambayo imebakia kwa wananchi Young Africans ni michezo 4 tu, ambayo wenyewe Young Africans itawabidi michezo hii washinde yote ili waweze kuondoka na taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara endapo dabi ya Kariakoo isipoweza kuchezwa, ambapo michezo hiyo 4 ambayo imeweza kusalia, hii michezo wana Fountain Gate ambao itakuwa ni tarehe 20 watacheza mchezo huo kati ya, hapa nazungumzia Young Africans na Fountain Gate, lakini mchezo wa pili watacheza dhidi ya Namungo ambapo Yanga atakuwa nyumbani, lakini mchezo mwingine utacheza na Tanzania Prison, itakuwa kule ugenini, ambapo mchezo wa mwisho Young Africans atamaliza KMC na Dodoma Jiji, itakuwa tarehe 25 ya mwezi wa 5 kama ratiba isipoweza kubadilika. Ikiendelea hivi basi ligi kuu itamalizika kwa upande wa Young Africans tarehe 25. Young Africans mpaka sasa msimamo wao juu ya mashabiki zao ni kutokucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, na wamesema wakishikilia wazi ya kwamba wako tayari kuweza kucheza mchezo huo, huku wao wakihitaji kuweza kupewa taji lao. Young Africans wapo kileleni wakiwa na alama zao 67 mpaka sasa, ambazo wako nazo katika jedwali la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo Young Africans ukiweza kushuhudia katika michezo hiyo 4 ambao wamesalia, endapo wakishinda michezo yote, basi bila shaka watakuwa wamejikusanyia alama 12 mkononi katika michezo hiyo 4 ambayo imesalia, na jumla ya kufikisha idadi ya pointi 79 ambazo ndo watakuwa nazo kabla ya mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambapo mpaka sasa hatima yake
haijajulikana. Pointi zao 79 zitawatosha Young Africans wao kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara endapo mchezo wa dabi usipoweza kuchezwa, lakini kama ukichezwa basi bingwa atapatikana endapo klabu ya Simba michezo yake ilionayo asipopoteza mchezo hata mmoja ama kusali. Kwa hiyo mpaka sasa, kwa sababu anazidiwa pointi moja na klabu ya soka ya Wananchi, hapa nazungumzia Young Africans. Kwa hiyo hesabu za Young Africans zipo kwa kusubiri kuhusiana na majibu ya kasi kuhusiana na kile ambacho alichokipeleka, ambapo mahakama yenyewe ilipokea rasmi barua ambayo iliwasilishwa na klabu ya soka Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi ambao nilikwambia ni TPLB, na klabu ya Simba kufuatia uamuzi ambao ulitolewa na TPLB kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo ambayo ilitakiwa kuchezwa pale dimba la Benjamin Mkapa, ambapo ilikuwa ni mwezi wa 3 tarehe 8 2025 kwa mujibu wa barua ya kasi, ambapo yenyewe ilionyesha kwamba walalamikiwa ambao ni TPLB na Simba wenyewe ndio wapo katika kesi hii, ambapo kesi hiyo kila mmoja atapaswa kuweza kuwasilisha kile kinachoitwa utetezi wake juu ya kuweza kuona namna gani ambavyo wataweza kufanikiwa juu ya haya ambayo yanayoendelea, ambapo inaelezwa kwamba pengine mahakama ya usuluhishi kasi inahitaji kufanya jambo hili kwa uharaka zaidi, kwa sababu mpaka sasa dabi inaelekea ukingoni, ikiwa kwa mwezi huu wa 4 ambapo tayari klabu ya soka ya Wananchi Young Africans wao wakiwa wamebakiza mchezo mmoja tu wa ligi kuu, ambapo kuelekea mwezi wa 5 wataenda kucheza, hapa nazungumzia michezo yao minne ambayo watamaliza. Hapa nazungumzia ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo klabu ya soka ya Young Africans kama nilivyoweza kukwambia wenyewe wamesema ya kwamba hawatoshiriki katika michezo ambayo ya dabi ya Kariakoo, isipokuwa labda kwa msimu ujao. Lakini pengine inavyoonyesha kwamba katika kombe la CRDB Federation Cup kwa mwendo ambao wanaenda nao, pengine huenda wakakutana kwenye kombe la CRDB Federation Cup. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinasubiriwa kwa hamu kuona kama itawezekana katika jambo hilo, lakini mpaka sasa Wananchi Young Africans majibu kutoka kasi yanasubiriwa kwa hamu kweli kweli kuweza kujua hatma dabi ipo ama haipo, na pengine ikiwepo na ikawa ni mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, huenda Wananchi Young Africans utakuwa ni mchezo mkubwa na mchezo ambao wenye kushika roho kweli kweli, kwa sababu kama dabi itapigwa, na ndiyo dabi ambayo itakwenda kuamua ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia majibu ya kasi yatakuwa ni yapi, kwa sababu kesi tayari ishafika kwa Pilato, na tayari klabu ya soka Young Africans wenyewe walishaweza kuwasilisha kila kitu kama ambavyo ilivyokuwa ikielezwa. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni tamko la kasi, dabi ipo ama haitokuwepo, na kama haitokuwepo pointi 3 zitakwenda kwa nani? Ni klabu ya Simba ama upande wa Young Africans? Tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi kutoka katika mamlaka husika kabisa ambazo zinasimamia sakata hili juu ya kile ambacho kinachoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana haya ambayo nimekusogezea kwa